Mara ya kwanza George Masatu unacheza dabi ya Kariakoo, Yanga hawa hapa mbele yako, unakumbuka ni nini ambacho kilikuwa kipo ndani ya akili yako, kipo kichwani, na ilitokea vipi mpaka unaanza kucheza hiyo dabi? Kama kumbukumbu zako ziko vizuri tangu kocha anaanza kukuandaa kwamba utapambana kwenye huu mchezo. Unajua dabi ya kwanza kabisa ambayo naicheza mimi ya Yanga Ndiyo. na Simba, alafu ilikuwa mbaya zaidi. Alafu ilikuwa ni finali. Finali Eastern Central. Okay. Zanzibar huko mechi imekupelekwa. Mimi ndo nimetoka Pamba, imekuja Simba. Tunakwenda Eastern Central Zanzibar. Mashindano yameanza, tukaingia wote tukakutana sasa finali. Ndio kwa mara ya kwanza naiona kumbe dabi ndio iko hivi. Lakini si kwa kiwanjani, nje ya uwanja. Kabla ya nje ya uwanja, wale viongozi tu wenyewe. Ilifikia tulikaa kama hivi. Huwezi kuamini mtu mzima analia. Sasa mwalimu kabla mechi haijaanza. Mechi haijaanza. Sisi hatujui mwalimu analia. Sasa program ya mwalimu kaishafanya mwenyewe research yake, mimi nitaanza na hawa. Watu wake ambao tuseme mabosi wake wanakuja, hawa watu haitakiwi wacheze. Tatizo nini? Kumbe hili ni toka zamani watu wanalalamikia hili. Toka zamani. Hawa wamepewa hela. Wamepewa hela. Sasa mimi nitafanyaje? Fanya wafanyavyo, hawa wasicheze lakini wacheze watu wengine. Sasa sisi ndo wageni hatuelewi. Tunauliza vipi, mbona tena? Kwa idadi kama unakumbuka ni wangapi ambao walishutumiwa kwamba wamepewa hela? 11. First 11 yote. Yote. Na zilikuwa zinatumwaje? Azam Pesa kwa nazitumaje? Nakwambia wewe. Yaani vijana sasa hivi bora mimi nasema wana afadhali. 11 wote, 11 first 11 yote wamepewa hela. Wote wamepewa hela. Kwa mwaka huo ni kama shilingi ngapi? Yaani kama unakumbuka kwamba shilingi. Yaani umesema tu tumepewa hela. Na kweli mlipewa? Na walipewa? Hatujapewa, na mwalimu mwenyewe yani kwanza anashangaa. Na mtu kaja pale ana hela iko kwenye briefcase. Imejaa. Rudisheni ile hela. Hela hizi hapo. Sasa mimi unajua ni namshukuru Mungu alivyoniumba. Mimi nakuheshimu. Ila sikuogopi, lakini nakuheshimu. Sema nikaa sijui, jamani kama huyu kaleta hela situchukueni. Sawa nilokuwa nao tuseme ndo Mohamed huyo, sawa ndo sisi tumewakuta bana. Sasa kuna ndio hiyo nasema heshima. Unaona? Bana unajua hao bwana huyu kiongozi. Sasa kwani hela umepewa? Sisi hatujapewa hela. Sasa inakuwaje yeye anakubali kitu kama hicho na anakuja kukisema. Hapo hapo, si unaona hapa ndani hapo. Kutoka pale. Pale getini ndio kuingilia pale. Sasa hebu fikiria mtu kama mimi na mtuma labda pipi. Yaani ni mzee wangu wa kunizaa mimi. Ambaye sijidhani kama sasa hivi kama wapo wanaitwa makomando wao. Ndio. Kwenda tu dukani kama hapa tuna pale. Uendi. Hebu fikiria. Yote ni homa ya dabi. Ndio hiyo sasa, hiyo dabi ndio kwamba akitoka huyu pale labda anaenda kuchukua hela pale dukani. Hataki kwenda pale. Kwa hiyo mlikuwa mnakaa ndani ya kambi, hamna mtu yote anatakiwa kwenda hata mbali fulani. Uende wapi? Ndio anakuambia ndio kuna makomando hapo, yani wamewekwa pale. Hata kama unataka wembe, duka lile pale, unaona duka lile pale, utoki. Nisikie kwa mwanzo wa dabi kwa Hussein Machinga. Wakati huo tunasubiri tusikie pia kwako baadaye hiyo dabi ilikuwaje, nini kilitokea. Mohamed Hussein Machinga, kwako wewe dabi ya kwanza unakutana na Simba, unakumbuka nini ambacho kilitokea nje kwanza ya uwanja? Mimi nakumbuka dabi yangu ya kwanza tunacheza na Simba Shamba la Bibi pale. Kwa kweli kwanza ile kuingia tu pale uwanjani, jinsi watu walivyojaa pale uwanjani. Mpaka kwenye track ile watu wanakimbilia riadha ile. Watu wamejaa mle. Kwa hiyo unasema leo kweli hii dabi. Na ukiangalia kule juu umati ule uliokuepo. Mpaka unasema hii mechi leo tukifungwa hii hatari. Wananchi watatuvamia. Lakini nakumbuka ile mechi tulicheza na sisi tulikuwa tumetoka Uganda ile. Tulishachukua kombe Afrika Mashariki na Kati. Dabi yetu ya kwanza tunakutana na Simba. Tuliwafunga mbili bila na goli zote alifunga Saidi Mwamba. Lakini kwa kweli tulitoka na furaha sana pale. Kabla sasa, wakati unaelekea kwenye ile dabi,
hivi ambavyo anavizungumza George Masatu vilikuwa kwa upande wenu ama hivi vitu ni vipo? Hivi vitu ni vipo. Basi tu anaweza katokea tu mwanachama mmoja akasema bana, wachezaji wa Yanga wamepewa hela wale fulani wamepewa hela na alotoa hela Azim Dewji. Sasa vitu kama hivyo wanakutoa tu kwenye mchezo. Okay. Lakini sasa nyinyi mkivikubali vile vitu ndio hivyo vinaweza vikawaathiri. Kwa hivyo vinaweza vikatumika kuvuruga timu. Yaani vinaharibu kabisa muundo wote wa mwalimu, na nyinyi pale mmeshachanganyikiwa nani kachukua hela. Unaona? Lakini hivi vitu ni vipo, na vitu ambavyo wanaanzisha tu wale wapenzi ambao yani sasa hivi tunasema chawa. Machawa wale. Okay. Wale machawa wanakuja tu anasema bwana wamechukua hela, yani waonekane wale wazuri kwa viongozi. Kitu ambacho sio sahihi. Pengine ni moja kati ya tukio ambalo ama jambo ambalo linaweza likazungumzwa zaidi kwa karibu sana na hizi timu ziweze kusaidia wachezaji wao. George Masatu, sasa tuhuma za pesa kuchukuliwa, wachezaji wote 11, kocha anakuja na mpango mpya. Inakuwaje sasa? Ilibidi tena tukae sisi kama sisi na mwalimu. Na mwalimu akauliza. Ndio. Inafikia unajua wakati mwingine mimi naweza kusema watu tunakuwa tunakufu. Analetwa shehe nini kupiga albadili. Wanakuja kuja shehe pale mnashika msafu. Sasa yaani unashika msafu kama hivyo ulivyoshika ndani yako ushike. Sasa jamani, tumefanya nini? Umepewa hela, kwa hiyo kama umepewa hela utakuwa mwehu au si sawa. Unaweza ukatoroka kampeni. Kampeni utoroke hujatoroka. Sina nakwambia sasa ukitoroka si unaweza kaenda kwa mwehu huko mbele. Unaona bwana. Sasa unashindwa kuelewa ufanye nini? Sasa kitu ambacho cha mwisho sisi tulikuwa kwenye msimamo mmoja. Ndio. Wewe si ndio mwalimu baba? Wewe ndio una maamuzi. Sawa. Niweke kwenye first 11 au niondoe. Sababu kinachoongelewa sicho na wewe mwenyewe upo. Ndio. Unaona tunakwenda mazoezini wote, tunarudi wote. Tunakwenda kula wote, tunarudi wote. Sasa hiyo ile imetokea wapi? Tena afadhali sasa hivi mimi nasema kungekuwepo na simu kama hivi, mtu una simu hizi ndio ingekuaga shida. Maana wakati wetu sisi simu hizi kulikuwa hakuna, zipo. Unaona? Lakini wakati tunakuja kumalizia ndio hizi Mobitel ndio zimekuja, zilikuwa zinakusanywa kuelekea dabi, simu zote zinakusanywa. Ni kama sisi wakati pia tunafanya mitihani. Simu zote weka hapo zinakusanywa zote. Na watu nasema adabu sasa hivi ya vijana naona wao wana afadhali. Sawa. Mchezo huo wa kwanza ulikupatia taswira gani kuelekea, yani ulikuonesha nini kwenye mechi ya Simba na Yanga ambayo mpaka sasa hivi sasa tunaweza tukarudi kuanza kuzungumza hii ambayo inaenda kuchezwa tarehe 1? Mimi ninachoweza kusema kwa kweli katika timu nilizocheza hakukuwa na tofauti tulivyokuwa tukikutana na hizi timu. Hata wakati tuko Pamba. Ndio. Lakini haya mambo ya hela kulikuwa kupewa hakuna. Okay. Tulikuwa tukikutana moto kulikuwa timu ziko vizuri. Ukicheza Yanga wewe mimi niko Pamba, tukikutana moto ni ule ule. Ukicheza na Yanga na Pamba moto. Kwa hiyo ugeni wa kuja huku na kukutana kwenye hii dabi ni kitu ambacho ndio kazi yangu. Okay. Kwa hiyo haikuwa kwamba labda nitahofia kitu kwa ambacho kulikuwa tunahofia ndio kama hichi cha kusema tu umepewa hela. Kwa sababu gani? Nilikushaona mtu kajitolea kabisa. Malem Machela walikwenda Simba walikwenda kwao. Hata Twamidu alisema bana, hawa ikishaambiwa kwamba umechukua hela basi mkifungwa pale huku nyumbani familia inakuwa kwenye matatizo. Watu wanataka kwenda kuvamia nyumbani kule, kuleta fujo nyumbani. Sio, wanakwenda kufanya fujo. Sasa ndo kitu ambacho kilikuwa mimi kinanisumbua sasa. Mimi ni beki. Ndo nimefanya kosa labda. Kosa kwenye mpira bila kosa goli lipatikane. Naweza nikaanguka labda tu kwa mambo ya Mungu, mtu akafunga goli. Afu kaenda kuleta familia yangu kusibara. Mohamed Hussein Machinga. Naomba nikumbushe mchezo ambao kwenye dabi uliwahi kucheza ukazalisha magoli mengi kwa mpinzani wenu. Yaani mkamtandika Simba magoli ya kutosha. Mimi nakumbuka tulicheza mechi moja tukawafunga Simba goli 3-1. 3-1. Yeah. Ilikuwaje? Yaani kwanza game ilikuwa tough sana.
Na ilitokea mambo kama hayo. Wanasema baadhi ya wachezaji wa Yanga wamepewa hela. Kiongozi kabisa wajua anasema bwana fulani hatakiwi kucheza, wewe mwalimu usiwapange hao. Wamechukua hela. Lakini mwalimu alisimamia msimamo wake mwenyewe, mwalimu kama mwalimu. Kwa sababu alikuwa amewatrain watu na anajua kabisa first 11 yangu ni hii. Ndio. Mwalimu akasema hapana, hao lazima wacheze. Na kweli baadhi ya wale watu ambao walitajwa walicheza na walifanya vizuri. Mwisho wa siku Yanga ikashinda ile mechi. Kwa hiyo vitu kama hivi alivyosema Masatu hapa ni vitu vipo yani kwenye mpira wa Yanga na Simba. Tumemsikia Alikamwe wakati mkiwa mnajiandaa kuja hapa. Depo ameahidiwa ng'ombe na baadhi ya na mwanachama mmoja wa Yanga kutoka kule Katavi, kwa mujibu wa maelezo ya Alikamwe. Ndio. Umecheza dabi. Kuna ahadi zote ambazo ulishawahi kupata wakati ukiwa kwenye eneo la ushambuliaji kwamba Mohamed Machinga ukifunga leo kuna hiki kitu kutoka kwa mashabiki, ama ulishawahi kupata hizi bonus baada ya kuweza kuifunga Simba? Yeah. Unajua zamani kwanza sisi tulikuwa tunacheza hamna mishahara. Naona tunacheza kwa sababu ya ukiona watu wengi ndani ya uwanja. Unajua leo hapa tukishinda tunapata asilimia yetu mzuri kabisa. Umeona? Sasa vitu kama hivyo vilikuwa vinajitokeza kweli. Mfadhili tu au mpenzi tu wa Yanga anaipenda Yanga, anakuja na kuahidi bana, leo mkishinda tu kesho njoo ofisini nikupe zawadi yako. Sasa vitu kama hivyo na sisi sasa tulikuwa tukubali. Tunasema bwana, leo lazima tushinde hii mechi. Tukishinda tutapata bonus kwanza ya klabu kama klabu, alafu bado tutaenda mashabiki wanachama. Bwana, ulifanya vizuri. Anakupa hela kidogo na unaridhika, maisha yanaenda. Kuna hali ambazo huwa zinazungumzwa kuelekea kwenye hii michezo ya ama kuelekea kwenye dabi. Wengi wao wanazungumza pia wakihusisha mambo mengine ambayo yapo nyuma ya pazia, kwamba wachezaji wanaweza wakawa wanaelekea kwenye hii dabi, pengine wengine wasifanikiwe kucheza, labda mambo yanaingilia hapa katikati. Mlikuwa mnaandaliwa vipi kisaikolojia kuelekea kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo, kwamba sasa mnaenda kukutana na Simba, mnaenda kukutana na Yanga? Nini ambacho kilikuwa kinaandaliwa kwenye timu inawasaidia? Vitu vingi tu. Unajua inapofika kwenye mechi ya dabi, kwa hiyo viongozi na wale wafadhili wote wanakuwa kitu kimoja. Na hata tukienda kambini, kambini tunalala na wafadhili wetu pale kambini yani. Na hamna kutoka kama alivyozungumza Masatu. Yani unakuwa ulinzi mkubwa sana. Na kila kitu mnachokihitaji kwa ajili ya ile mechi mnapewa. Naona bwana. Kwa hiyo pale inakuwa nyinyi tu wachezaji kama wachezaji muende mkafanye vizuri pale. Baadaye viongozi na wao fly. Okay, sawa. Kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo, soksi zilikuwa zinapotea, viatu soksi, viatu vilikuwa vinapotea? Sio vinapotea. Yaani ile mechi inapokuwa tunaenda kwenye dabi, kwa hiyo kila kitu kinakuwa kipya. Vile vingine vyote mnapewa viatu vipya, jezi mpya, full na soksi zake vipya kabisa. Kwa hiyo kuelekea kabla ya mechi hivi vingine vyote vilikuwa havitumiki kabisa. Yaani havitumiki. Vinakuja vitu vipya kabisa. Kwa ajili ya dabi. Labda kwa kukusaidia nafikiri hujaelewa. Mimi elewa. Yaani unajua maana yake huyu ni kwamba unajua inapofika mechi hizi. Hebu niambie nini ambacho kinafika. Basi hata kama una matatizo nyumbani yatatatuliwa. Sasa unapopewa kiatu kipya na jezi mpya, yani usianguke. Yani usifanye ukasingizia labda mimi ule ukosa kiatu hichi sio kizuri. Kwa hiyo unapewa kila kitu kipya. Kila kitu ni kipya. Jezi zitakuwa mpya. Viatu tena hichi, yani umekipenda kama yani nimekipenda. Unaweza kubadilisha hata pea tatu pale. Wanakuuliza. Unaona? Kwa sababu ya mechi mlikuwa mnabadilishana jezi? Hapana. Hamna hicho kitu. Uko tena jezi ya wakati huo tunaweza kusema yake wakati huo jezi hiyo mnaweza msimu mzima, sio kama sasa hivi naweza nikakupa jezi ukanipa kama vile watu wanavyobadilishana hapa. Sasa zilikuwa ni chache. George Masatu, wewe ni Mwafrika. Afrika tuna utamaduni wetu pia. Sisi ni watu wa utamaduni, ndio maana hata wizara yetu ya michezo inaitwa wizara ya habari, michezo na utamaduni. Hasa pale kwenye utamaduni kila mtu ana utamaduni wake. Hizi dabi kuna utamaduni uko unafanyika
ni kweli kwamba kuna vitu vya kitamaduni vinafanyika kuelekea kwenye mchezo wa Simba dhidi ya Yanga, vinafanyika kwenye timu, vinafanyika kwa wachezaji, ama vinafanyika kwa kila kitu? Hicho sio kitu cha kuficha, ni kitu kiko wazi. Kama ushasema utamaduni wetu sisi wa Afrika. Sasa inategemea na wewe mwenyewe unapokea vipi. Unaona? Kwa mfano mimi kama mimi. Mimi nilikuwa sikubaliana na vitu hivyo. Mimi nilikuwa nakubaliana na kitu ambacho hauoni unaponza wenzako. Mimi namwamini Mungu. Okay. Na hata yule anokileta, ila mimi kitu ambacho nilikuwa sikubali ni kitu cha kuchukua au kuvaa hapa au kuweka kwenye nani. Anachaguliwa vipi huyo mtu? Hakuna kuchaguliwa, kama ni elizi mtapewa wote. Wote mnavaa? Wote mnavaa. Hiyo asikudanganye mtu. Wala sio kitu cha kuficha. Mbona anasemaga sasa leo Kijiti kapewa fulani? Si ndio hiyo nakwambia? Sasa inategemea. Unaona? Inategemea. Anaweza akaja, lakini ni kitu tu ambacho yani mimi nasema ni sijui nisemaje, yani ni same tu ya mtu mwenyewe, maandalizi yake yeye. Labda kuna watu labda sijuseme, labda unaotoa uoga kweli. Kuna wachezaji wengine walikuwa hata akimwagiwa maji yani maji tu kama haya tu mna dukani, anakuja mtu tuseme kama alivyovaa Mohamed hivi, akimwagia maji kibaragashia kama akimwaga maji, basi yani yeye anaona yani kila kitu kweli. Sasa uwanja yani mwili wake umekuwa mweupe, kwa sababu kuna mambo mengi unaambiwa unarogwa. Mimi kuna mechi moja mpaka leo katika maisha yangu siwezi kuisahau. Mechi ipi? Hii dabi siwezi kuisahau. Nini kilitokea? Mimi nilikuwa naumwa. Naumwa kweli. Kabla ya mechi? Kabla ya mechi kama jana, yani tuseme Ijumaa. Nilikuwa na malaria mpaka leo yani mpaka leo sijielewi. Na nilishamuuliza hadi mfadhili wangu, kwa nini watu wanakufa kama kuna dawa kama hizi? Ilikuwa Ijumaa, tuko Zanzibar. Ndio. Mimi nimepigwa malaria kwa kweli, mimi natetemeka. Watu wamekodisha ndege, wametoka Dar es Salaam hapa, wamekuja Zanzibar. Kaja shehe, kaja na dokta. Nimepimwa mimi huyu malaria. Yaani malaria kila kaja shehe na dokta. Kaja shehe na dokta. Umeona? Kaja shehe na dokta. Kwa maana hiyo wamekaa kwenye pande zote mbili. Likishindikana lakini ikaja kuonekana sasa kiutaalamu huyu ni malaria. Ndio. Leo nilipigwa sindano. Mimi mpaka leo nilishamuuliza yule dokta, sijui kama bado yupo, lakini nilishamuuliza mimi bosi wangu, kama dawa hizi zipo, kama hizi dawa zipo, kwa nini watu wanakufa? Na unajua malaria kufunikwa blanketi kabisa, natetemeka mimi namna hii. Sawa, George Masatu, wakati huu tunaelekea kumaliza haya mahojiano. Nirudi kwa Mohamed Hussein Machinga. Naomba nitazamie kikosi cha Young Africans, na licha kwamba umecheza Yanga pamoja na Simba, lakini utatupa story kidogo. Naomba nitazamie kikosi cha Young Africans. Nani ambaye unaona na taswira yako? Yaani wale ambao hawakuwahi kuona Mohamed Hussein Machinga anacheza, leo wakimuona Dube, wakimuona Depo, wakimuona fulani, wajue kwamba mimi nilikuwa vile, hata kama aliwahi kupita, kama ni Mayele, kama ni mtu yoyote yule ambaye aliwahi kupita Young Africans. Mimi naona jinsi kikosi cha Yanga kilivyo sasa hivi. Huyo Depo unaona kidogo ananivutia kwa jinsi anavyocheza. Na anajua sana kujiposition. Na kidogo Shehan Rashid. Huyu kijana mdogo kutoka Unguja. Kwa sababu nimeona jinsi gani anavyocheza yule Shehani na anavyofanya maamuzi. Unajua yule ana nguvu za kupiga. Na mimi napenda sana kupiga. Nilikuwa napenda kupiga. Unaona? Sasa jinsi anavyocheza yule dogo, anacheza vizuri sana, na akipata nafasi anaitumia vizuri sana. Kwa Depo na Shani Ibrahim ndio watu ambao unaona kwamba kidogo hawa kama watakuwa wanaendelea na kama Shani atakuwa anapata nafasi basi kwa kweli anaweza akachukua nafasi yangu vizuri kabisa. Sawa, umecheza Yanga afu baadaye ukaenda Simba. Wakati unarudi kucheza dabi ya kwanza sasa baada ya kufika Simba, unacheza dhidi ya Yanga ambayo ulikuwa nayo. Mashabiki walikupokeaje? Tufananishe na Chama jinsi ambavyo sasa narudi kucheza tena kwa mara nyingine na Yanga. Unajua ukishakaa sehemu muda mrefu na watu washakuzoea na wewe unaamini kabisa hawa ni watu wangu. Kwa kweli hawakupokea vizuri. Watu wa Yanga
waliona kama mimi nawasaliti, lakini mimi nilikuwa nimeenda kwenye kazi. Ikifika swala la kazi lazima nikafanye kazi kwa sababu wao walinitoa na mimi nikaenda sehemu nyingine, na wale wakaniona Simba sehemu nyingine wakanichukua nije niwasaidie, lakini nilikuwa niko kazini. Swala la mapenzi anabaki mapenzi pembeni, lakini kwenye kazi lazima nifanye kazi ile na niwafanyie kazi kweli wale watu ambao wamenithamini na wameniajiri, lazima niwafanyie kazi yao. Zawadi kubwa ambayo unakumbuka ulishawahi kupata kwenye dabi ni zawadi gani? Zawadi kubwa. Zawadi kubwa ambayo ulishawahi kupewa na timu, yani nimepewa bonus kubwa, ni zawadi gani? Nilipewa pesa. Yanga kama Yanga. Yanga kama Yanga. George Masatu, zawadi gani ambayo umeshawahi kupewa? Labda mmeadiwa kitu, nyumba, kiwanja labda. Kwenye dabi. Kwenye dabi mara nyingi ni pesa. Ni pesa tu, mkishinda labda tutakupeni milioni kadhaa, unaona. Sasa kufuatana na sisi kama alivyosema Mohamed, tulikuwa tunacheza na percent ile, unajua wale wanaoingia sasa mashabiki kulikuwa na percent, unaona. Kwa hiyo watu jinsi wanavyoingia, kwa hiyo klabu inaweza ikaamua mkishinda hii mechi ya Yanga na Simba hii, mkishinda nyinyi Simba, mkishinda hela yote inakuwa ya kwenu, ile geti yote. Kwa hiyo percent yote ile, hakuna tena siji cha kusema percent 20 au 30 au mkikosa. Sawa, no. Hapo malizia kwa sekunde 10 au 15. Anashinda Simba, anashinda Yanga kwa ubora wa vikosi vyao unavyoona. Na game, unajua mpira sisi sio waganga wa kienyeji. Hawa Yanga wako vizuri, Simba nao wanakuja vizuri. Kwa hiyo kwa mimi kama mimi, sijui kwa mtu mwingine. Mimi naona timu zote zimebalance. Kwa hiyo hata Alikamu hapa nimemsikia amesema mechi ya Simba na Dodoma walicheza vizuri, wamecheza vizuri, lakini bahati haikuwa. Kwa hiyo Mohamed Hussein Machinga, mimi nasema mpira ni dakika 90. Dakika 90. Mpaka filimbi ya mwisho ikilia ndio unajua hawa wameshinda au hawajashinda, kwa sababu wote wanacheza vizuri, sio? Kwa hiyo mpira ni mchezo wa makosa. Kwa hiyo unapofanya kosa ndio unaadhibiwa. Sasa nani atakayefanya kosa na nani atatumia udhaifu wa mwenzake? Shukrani sana Mohamed Machinga, ni mmoja kati ya wachezaji ambao wana rekodi nzuri sana kwenye ligi kuu ya Tanzania. Aliyowahi kufunga mabao 26 kwenye msimu wa 1996. Rekodi hiyo mpaka sasa haijawahi kuvunjwa na mshambuliaji yoyote. Hivyo unavyoona amekaa hapa, ujue nyavu kweli zilikuwa zinamheshimu sana na alikuwa akitikisa nyavu kwa kiwango kikubwa zaidi. Lakini George Masatu, mlinzi wa Simba ambaye pia amewahi kupita Simba hapo, akipita pia Pamba, miongoni mwa timu ambazo amewahi kuzitumikia, yuko hapo.